Unazungumza na Makambako TV, ambapo siku ya leo tunakuja na habari ambayo najua wengi sana hawajawahi kuisikia juu ya Apollo kwenda mwezini. Wakati wa vita baridi ya Marekani na Urusi, dunia nzima imegawanyika kisiasa, lakini macho yote yako juu angani. Je, binadamu anaweza kweli kufika mwezini? Hilo ni swali ambalo tunajiuliza. Katika kituo cha uzinduzi cha NASA kilichopo Kennedy Space Center, rocket kubwa kabisa kuwahi kutengenezwa inaitwa Saturn V imesimama kama jitu la chuma linalosubiri kuwaka. Ndani yake wamo wanaume watatu. Wa kwanza anaitwa Neil Armstrong, na wa pili Buzz Aldrin, Michael Collins. Dakika zinahesabiwa. 10, 9, 8. Moto mkubwa wa njano unalipuka chini ya rocket. Ardhi inatetemeka, dunia inashangilia. Safari ya siku 8 inaanza. Safari ya hatari angani ilikuwaje? Wakiwa angani, kimya kinatawala. Hakuna hewa, hakuna sauti. Hitilafu ndogo tu ingeweza kuwageuza kuwa vumbi au jivu la nyota. Baada ya siku kadhaa, chombo kinakaribia mwezi. Armstrong na Aldrin wanahamia kwenye chombo kidogo kinachoitwa Apollo Lunar Module Eagle. Lakini ghafla kompyuta inatoa tahadhari ya hitilafu. Mafuta yanakaribia kuisha. Sekunde chache tu zimebaki kabla ya kushindwa kutua. Hiyo tunaowaletea ni juu ya safari iliyokopo angani. Lakini sasa wakiwa angani, kama tulivyokusha kusema, mafuta yakikaribia kuisha, sekunde chache tu zibaki kabla ya kushindwa kutua. Armstrong anachukua usukani kwa mkono wake mwenyewe, akitafuta sehemu salama ya kutua. Kumbuka, ni safari ya kwenda mwezini. Nazungumza habari ya Apollo. Dakika za mwisho 30 sekunde on fuel. Kisha sauti nasikika. Houston, Charlotte base here. The Eagle has landed. Dunia inalipuka kwa shangwe. Hatua ya kihistoria. Tarehe 20 Julai 1969. Armstrong anashuka pole kwenye ngazi. Kamera inaonyesha moja kwa moja duniani kote. Anapokanyaga ardhi ya mwezi anasema, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Hiyo ilikuwa mara ya kwanza mwanadamu kukanyaga dunia nyingine. Athari katika dunia. Tukio hili lilibadilisha historia ya sayansi. Liliunganisha mamilioni ya watu waliokuwa wakitazama runinga. Liliwapa binadamu imani kuwa hakuna kisichowezekana. Safari ya Apollo 11 haikuwa tu ushindani wa kisiasa, ilikuwa ushindi wa binadamu. Sasa siku ya leo ningependa kusimulia script nzima kama jinsi ilivyokuwa safari yako ya wenzetu hawa kina Armstrong na wenzake wawili. Siku nyingine tutakuletea taarifa nyingine.